Bana, macho na masikio ya wapenda soka lakini pia Watanzania wengi yapo kwenye kikao ambacho kinaendelea hii leo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ambacho kinaihusisha serikali lakini pia bodi ya ligi, kukiwa na pamoja na klabu mbili za Yanga na Simba, kujadili kuahirishwa kwa mechi ambayo ilitakiwa ichezwe tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu 2025, lakini iligairishwa. So leo waziri mwenye dhamana ya michezo kwa maana ya Palamagamba Kabudi aliwaita hawa wote wakutane ili waweze kujadili hatima ya sakata hili. Sasa wakati akili, macho lakini pia hisia za wengi zikiwa huko, tunaarifiwa kwamba pressure ya sakata la kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo inazidi kupanda, ikiwa siku ya leo hii Alhamis tarehe 27 Machi ndio siku ya kikao cha maamuzi juu ya sakata hili ambacho kinakaliwa na viongozi wa serikali wakiwakilishwa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi, wawakilishi wa Simba lakini pia na wawakilishi wa Yanga, huku pia kukiwa na bodi ya ligi pamoja na TFF. Taarifa za awali kutoka katika vyanzo mbalimbali vya habari za michezo nchini Tanzania zinaeleza kwamba wawakilishi kutoka pande zote wamewasili kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kikao hicho, isipokuwa wawakilishi kutoka Simba ambao wao wamepangiwa muda wao wa kwenda. Taarifa ya kina kabisa kutoka vyanzo vya habari za michezo nchini Tanzania zinaeleza kwamba Simba Sport Club wataenda kwenye kikao hicho mchana mara baada ya wawakilishi wa Yanga Sport Club kumalizana na viongozi wa serikali. Tafsiri rahisi ni kwamba kikao hicho kimegawanywa katika awamu mbili, ambapo Yanga Sport Club wataanza kufanya kikao, na baada ya kumaliza na baada ya hapo viongozi wa Simba Sport Club wataingia ili kusikilizwa na viongozi hao wa serikali. Sambamba na taarifa hiyo, kuna taarifa nyingine inaeleza kwamba baadhi ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga Sport Club wamefika katika eneo la tukio ili kupinga kikao hicho, kwa sababu wanaamini kwamba hakitakuwa na maslahi kwa upande wao. Mashabiki hao wameandamana nje ya geti la uwanja wa Benjamin Mkapa na wanashinikiza kwamba msimamo wao ni ule ule, hawana mpango wa kucheza mchezo mwingine, na hivyo basi viongozi wao walienda kwa niaba ya klabu wanaopaswa kusimamia msimamo wa klabu hiyo. Wawakilishi wa Yanga Sport Club katika kikao hicho wakiongozwa na rais wa klabu ya Yanga kwa maana ya Engineer Hersi Said wameweka wazi kwamba msimamo wao ni ule ule, kwamba hawachezi tena mchezo mwingine wa dabi ya Kariakoo hata kama viongozi wa serikali watataka mchezo urudiwe. Kikao bado hakijatoa maamuzi ya mwisho ya sakata hilo, na wadau wa soka nchini Tanzania wanaendelea kusubiri maamuzi hayo ili kujua hatima ya mchezo huo, kama utarudiwa au viongozi watatafuta matakwa au watafata matakwa ya Yanga ambao wameweka wazi kwamba hawana mpango wa kucheza tena na klabu ya Simba. Sasa ukijaribu kuangalia hiki ambacho kinaendelea kwenye hili sakata, ndipo utagundua kwamba hapa serikali inabidi ikae katikati. Inabidi ikae katikati kwa maana ya kwamba haitakiwi kwenda na maamuzi yake yenyewe kama yenyewe. Sasa lazima wasikilize pande zote mbili, kwa maana ya upande wa klabu ya Yanga ambao msimamo wao wameshauweka toka muda mrefu kwamba hawachezi dabi tena, kwa maana dabi isha, huku wao wakiamini kwamba
sababu ambazo zilipelekea kuahirishwa kwa dabi ile zilikuwa ni nyepesi sana, kiasi ambacho zilikuwa ni kama zinawaonea Yanga, lakini zinawabeba Simba. Sasa leo Yanga wameenda, na ukiwauliza kwa nini wameenda kwenye hicho kikao, wao msimamo wao ni kwamba wameenda kwa sababu wameitwa, kwa maana hata kauli au mlitaa inazungumza, au hata vitabu vya dini vinazungumza kwamba usikatae wito, lakini kataa neno. So sio kila utakachoambiwa kwenye huo wito ambao umeitwa ukakubali. So ndo kile ambacho Yanga wao wamesimamia, kwamba wameenda kwa heshima ya waziri wa michezo, kwa maana ya Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye aliwaita waende, lakini wao msimamo wao uko pale pale. Lakini upande wa Simba, wao wapo tayari kucheza mchezo wa marudio. Kwa wao wameenda kusikiliza serikali, lakini wao maridhiano yao ni kwamba wapo tayari kucheza mchezo huo kwa mara nyingine tena, wakati TFF na wao na bodi ya ligi wao wanasema wataupangia tarehe nyingine mchezo huo uchezwe. Sasa ukiangalia hizi pande zote tatu zina perception tofauti, kitu ambacho serikali inatakiwa iwe makini sana kuweza kulingamua hili jambo, kwa maana wakienda vibaya, ukizingatia tena huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi, so wanaweza wakaribu kila kitu, kwa sababu hizi timu mbili mashabiki ndo wamejaa Tanzania nzima, wamegawanyika. So ni kama Watanzania wote ambao tunajua milioni 60, ambao ndo tunajua kwamba ndo Watanzania wote, ukigawanya hapo asilimia huenda hata 90 ni mashabiki wa hizi timu mbili wamegawanyika. So ukienda vibaya maamuzi, maana utakuwa umeharibu kila kitu. Ukizingatia tena pia serikali inaenda kufanya uchaguzi mwaka huu, kwa misiamini kama wanaweza kaenda kwa mguu ambao unaweza ukaenda kumbeba mmoja wapo. So lazima wakawasikilize wote, lakini mwisho wa siku inabidi waende kwa maamuzi ambayo yatakuwa yanazingatia kanuni na sheria. Kanuni na sheria zikienda kuongoza au zikienda kukiongoza hiki kikao, basi hiyo inaweza ikaleta afueni, kwa sababu kama sheria na kanuni zitawekwa wazi na kila mtu atazisoma, mwisho wa kikao au zitakapokuwa inatolewa sasa, inatolewa tunasema mwisho wa kikao sasa yanatolewa yale ambayo yameamuliwa na yakawekwa hadharani, basi inaweza ikasaidia kidogo kupoza huu mchezo au kupoza hili dimbwi ambalo linaendelea. Lakini wakienda pupa, wanaweza karibu kila kitu, wakajikuta wanaingia kwenye migogoro na hizi timu mbili, kwa maana kama unavyoarifiwa hapo kwamba mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga walikuwa getini pale wakiendelea kuwashinikiza viongozi wao kwamba msimamo waliouweka uwe ndo huo, haijalishi wanaenda kuongea na rais au wanaongea na nani, lakini kikubwa ni kanuni zifuatwe ili ieleweke wazi kwamba nani alikosea. Lakini tukienda kwa busara, basi hatuwezi kukubali timu yetu iweze kwenda kuingia uwanjani, kwa maana nyie tumewaweka tu hapo kama wawakilishi, lakini sisi kama mashabiki na wanachama ndo wenye klabu. So unaona ni jinsi gani ambapo inakuwa ngumu kwa viongozi kwenda kukubaliana na kile ambacho waziri wa michezo anaweza kakiweka mbele yao, kwa maana ya viongozi wa Yanga wakaweza kukubaliana nacho. But let's wait tuone ni kipi ambacho kitenda kutokea kwenye hiki kikao, na tutajua ni nani ambaye atenda kushinda hii battle.